Kwa nini Adamu anatoka katika kusudi la Mungu anapokuja Eva katika bustani ya Edeni? Mwanzo 3:6. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi aliutwaa katika matunda yake akala, akampa na mumewe, naye akala. Mstari wa 9. Bwana Mungu akamwita Adamu, akamwambia uko wapi? Akasema, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa, kwa kuwa mimi ni uchi. Kumbe tunaweza kupotea katika kusudi la Mungu kwa sababu ya mtu mwingine anapoingia katika maisha yetu. Ulikuwa ni mwimbaji mzuri, ulikuwa ni muombaji mzuri, ulikuwa unahubiri Injili na watu wanaokoka na watu wanakuja kwa Yesu, lakini anapokuja John katika maisha yako, anapokuja mke wako katika maisha yako, anapokuja mume wako katika maisha yako, anapokuja wewe rafiki ambaye umemng'ang'ania katika maisha yako, huduma yako unashuka. Tunaambatana na watu ambao wana uwezo kwa 100% kututoa katika kusudi la Mungu, kututoa katika maagizo, katika mstari wa kwenda mbinguni, kwa sababu hatujui. Namuona ni rafiki yangu mzuri, ni rafiki yangu kipenzi kabisa, ananiambia nisubiri ndo twende ibadani. Anaosha vyombo, anamaliza, anaingia huko, anatokea huko. Ni rafiki yako, lazima umsubiri, si ndio? Ni rafiki yako, unampenda. Lakini lengo ni kwamba tunaenda kanisani kwenye ibada, tunaenda kanisani kwenye mazoezi, tunaenda kanisani kwenye maombi, lakini unasema taenda na rafiki yangu, ngoja nimsubirie. Muda unaenda, mara mtoto kalia, mara nikapigiwa simu sijui ya mjomba, mara sijui unakuja hapa, watu washaomba, watu washapokea. Kesho kutu unazidi kutoka kwenye uwepo wa Mungu. Kwa sababu gani? Watu ambao tunaochagua kuambatana nao, unachagua kuambatana na nani kwenye kazi yako? Kwenye kumtumikia Mungu lazima uambatane na mtu ambaye atakupa chachu ya kuendelea mbele, ya kukua na kupiga hatua katika utumishi wako. Kama ni rafiki, atakusapoti katika kumtumikia Mungu.